Wagwan everybody, hii ni Asnas Media, mimi naitwa Chumvi the baddest right here, presenter stating Mnyamwezi Lobaki mjini. Of course this time around, mtaa kwa mtaa, leo nimedondokea mitaa fulani hivi ya Karume. Yes, nimezunguka nikafika Temeke, nikapita Karume. Nilichokuja kukifanya Karume, nimekuja kupiga story na mchiza anaitwa Wizzy XL. Alionekana kwenye zile challenge za Asnas Link. Of course alitisha kinoma noma. Kwenye ile escape plan beat ambayo ilikuwa ni challenge ambayo marapa kibao wa bongo alikuwa anakinukisha. Mimi nikasema nitakufuata, akasema siwezi kuja ofisini, nikasema nitakufuata hadi ofisini kwako wewe ambako una force. Kama nilivyokuambia, behind the camera and director Kento, mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Of course tumefika kwa Wizzy XL. Mambo vipi mwanangu? Kama kawaida. Bwana mitikasi inaendaje? Mitikasi ni bado bwana. Bwana mimi naomba niingie ndani. Samahani kwa protocol na viatu nitatumia muda mrefu kuvua. Excuse me. Naomba tukae hapa, si ndio? Yeah. All right. Bana, ladies and gentlemen, as I told you before kwamba leo nimedondoka Karume na nimefika Karume kupiga story na mshikaji ambaye anaitwa Wizzy XL. Of course aliumiza katika zile challenge za Asnas Link ambayo challenge iliwekwa mtandaoni, watu wakaruka nayo, mchizi karuka nayo, katisha sana. Nikaona yuko tofauti na wengine, itabidi nimfuate tuweze kupiga story kidogo 2 3. Bana Wizzy ni aje? Kama kawa ndugu yangu. Bana hongera kwa kazi na kwa kile ambacho unakifanya mwanangu. Fresh ndugu yangu. Unajua leo maisha yenyewe. Yes. Lazima tukaze mguu tupate kuondoka. Bana mambo yanaendaje? Hip hop sasa hivi imekuwa kama imechangamka sasa hivi. Tunaona watu wanatoa ngoma mpya, wasanii wapya kama wewe mnakuja. Unaliongeleaje hili? Unaionaje hip hop kwa toka mwanza mwaka umeanza hadi kufika sasa hivi? Iko fresh lakini ni tofauti kidogo. Tofauti wa huko ni nini? Ukiangalia wasanii wa sasa hivi wapya na wasanii wa kitambo, wasanii bwana wanajigompea sana, ni kama wanaweza kila kitu. Alafu hata ukiangalia wasanii wenyewe sio wakali. Ni wa kawaida. Ni wa kawaida, lakini kuna wakali ambao wapo ni wakongwe na wanawapuuza. Okay. Ni wachache sana wanakubali kufuata misingi. Kwa hiyo ina maana hao wasanii wapya wanakuja ndio ni wengi na wanafanya vizuri, lakini design kama wana ile inaitwa egoism, yani kujiona, kujikweza. Hiyo kawaida ni misingi katika hip hop, lakini ukizidisha katika life yako, style ya kawaida unayoishi, unakuwa unatoka katika misingi, unakuwa unata mashauzi. Bana Wizzy, mimi nimefika hapa nikasema bana ninavyomfuata Wizzy bana, Wizzy ana mistari yake fulani hivi, ana freestyling. Kwa mbali nalisikia beat hapa kwa jirani yako. Unaweza ukapiga freestyle hata 2 3. Kwanza Wanyamwezi wa Asnas ninavyowaambia kwamba wewe ni mkali na uliumiza, waweze kuelewa kitu gani ambacho nakizungumzia. Si ndio au? Kuhusu kuchana. Freestyle zote. Freestyle. Nipo town. Nasaka cash hapa town hapa Karume. Boga stekesha cheni tu njitume. Leo nimekuja mimi ni mwanaume. You my again folk. Wewe mtoto wa kike usikae pembeni yangu, mimi sina hizo chance za kukupa. Huku na kwa ulipotoka mwenzako na kichupa, you my dang, you my case. Usinekee kesi kama ni face twende jela. Hata kama kapela, mita flow kwa sana japokuwa nitawakera. Huku nilipotoka ni mbali, nilipotoka tayari, nilipotoka kuna mali, nilipotoka kuna dash kichwa kinauma, kichwa kinapugua. Kila sometime ninapotoka najituma, mimi ni mkali kama chuma. Mimi hatari ni kiflow na kiflow. Nataka na MC waje kwangu wa kiflow. Hizi flow si hatari, hizi flow kwenye beat na flow takapela japokuwa nasikia beat mbali. Nipo Karume na saka katu salari, nikiondoka hata njitume nimpelekee mama apate ugali. Bana Wizzy. Wizzy, ulichokuwa unakifanya hapo ni freestyle. Hiyo ni freestyle mwanangu. Wizzy ana freestyle kama ngoma kaandika. Hii kutokana na jinsi ulivyonifuata, alafu sijajipanga, umekuja tu ghafla, ingawa tuliongea mara moja, lakini kwa kufika leo umefanya ukweli blaza. Bana Wizzy, mimi nimekubali sana. Hebu kula hizi kwanza, kwa sababu umefanya freestyle na freestyle ni of course ni moja kati ya zile elements za hip hop. Kama in case you don't know, kuna freestyling, kuna graphics, kuna street knowledge, street life and street fashion. Sasa ulichokifanya hapa ni hip hop kabisa. Mimi nakufananisha na Chindo Mari ndugu yangu. Kuna mwingine mwahi kuambia hilo? Nishaambiwa, lakini mimi sipendi kufananishwa wala kujifananisha. Okay. Kwa sababu jinsi ninavyoishi tofauti na wengine. Wizzy uko tofauti sana na marapa wengi wapya ambao wanakuja sasa hivi. Wizzy, unajiona kwa nini wewe uko tofauti nao? Yaani unajiona kuna utofauti gani ambao wewe uko nao tofauti na hawa marapa ambao wanakuja wapya, wana hip hop? Au wewe kwa sababu unaimba zaidi reality au unafanya
Anategemea na muziki unaofanya. Kwa sababu watu wengi wapenda kujikopi yani. Unakuta msanii anakupa empe kama nani afu utakuta underground. Lakini mimi napenda kutoka mimi kama ninavyotoka na panchi zangu na uwezo wangu ambao unaweza kuboost mic. Okay. Bana mimi nimekubali sana. Kabla tujaendelea mbali na kuzungumzia juu ya mitikasi ambayo unaifanya tofauti na muziki ili maisha yaweze kuendelea. Mwaka huu kuna tuzo za Asnas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu na ni tuzo ambazo perspectively kwa ajili ya hip hop. Huu mchongo wewe unaonaje na hii idea unaionaje? Idea ni nzuri sana na nimeipenda. Nimefuatilia. Na imani tungeanza mashindano tujue anaweza kaondoka na tuzo. Okay. Na hizi hapa tuzo zinakuja kwa ajili ya hip hop peke yake. Wewe ungeshauri nini hizi tuzo, kitu gani kiongezeke ili ziwe kuwa poa tofauti na zile tuzo zingine ambazo zimewahi kufanyika kabla? Kitu gani wangeweza waongeze au ungetoa ushauri gani au maoni yako kwa waandaaji? Mimi sina cha kushauri zaidi ya kutoa tu pongezi. Kwa sababu mtu mpaka na kitu kinafanyika maana ameona kinatakiwa kisupportike. Katika support yao nashukuru sana. Yaani mpaka maana ameonyesha tunasisi tuonyeshe uelewa, tuonyeshe na juhudi kwenye kufanya kazi. Yes. Bana sasa hivi kuna kitu ambacho mimi kilichonifurahisha kwanza Wizi ulivyoniambia kwamba tufanye interview. Na mimi tuliongea tu kwa ufupi lakini nikasema kama tunafanya interview na hiki kipaji kiweze kuwafikia watu na kufuata unakofanyia harakati. Sasa hivi vijana wengi wanafanya muziki lakini wanafanya harakati zingine pembeni. Ina maana hawakai tu kwenye muziki peke yake. Wanafanya mitikasi mingine na mitikasi mingine. Wewe ni mitikasi gani ambayo unaifanya tofauti na muziki? Mimi nauza nguo. Okay. Nauza nguo kama unavyoona hapa ile goli langu. Hapa ofisini kwako? Hapa ofisini kwangu ndo tunaanza, taratibu tunasogea. Ila muziki tunaofanya kwa sababu muziki ni pesa bro. Ni biashara pia. Ni biashara. Unapoenda kurekodi video, sometimes hata challenge nayo pia inahitaji pesa. Yes. Kwa hivyo muziki ni kuwekeza. Kwa hiyo kama unaweza kuzikatia utakulipa. Kwa hiyo hizi ni biashara zinafanya sisi tunapata pesa kwenda studio. Unaona tunatoa ngoma moja au tunakaa kimya kwa muda tuzichange tena ili na studio. Kwa sababu tunajimanagement mwenyewe. Ninasema nini? Management ni wewe mwenyewe. Ni mimi mwenyewe. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa tunataka mikazo kidogo tufanye userious. Kwa muda unatulia una set kitu. Bana hongera sana. Mimi napenda vijana ambao tuna fight kama hivi. Tusikae tu kwa tegemezi, tusikae tu kuzingua zingua. Mimi nimependa unachokifanya. Kwani wewe mkodi unauzauzaje? Mkodi mwanangu ni bei poa sana. Kuna 15 tu na 10,000. Bana shilingi 15,000 tu, shilingi 10,000 unavimba na kung'aa kama hivi mwanangu kwa Wiz XL. Bana hongera sana kwa unachokifanya. Asante. Na sio vizuri kumuuliza mtu kipato anachokipata kwa siku au kwa wiki au kwa mwezi, lakini sio mbaya kwa kukadiria wewe kwa siku au tuseme kwa wiki, kwa sababu unaijua biashara ya nguo na kupendeza iko tofauti na biashara zingine. Inaweza kapita siku hujauza na nini, lakini kwa wiki unaweza kuokota kama ngapi? Hiyo ni siri ya biashara, kwa sababu biashara unaweza ukafanya asubuhi tu ikakulipa ndani ya wiki nzima. Alafu unaweza ukafanya ndani ya mwezi usipate mauzo ya wiki moja. Kwa tegemea biashara yako unavyoifanya na inavyofanyika pia na mzunguko uliopo karibu nao. Bana Wiz, mimi niliambiwa kwamba wewe ni kati ya wale marapa ambao hauandiki ngoma kwa nayo miezi, na hata akifika studio akapata beat bado haandiki, achukui kalamu kuandika. Anachokifanya yeye Wiz ni kulifill beat na kuanza kutia vocal, alafu baada ya hapo inakuwa ni ngoma safi kabisa. Wiz, hii unaiweza vipi? Ni feeling tu. Muziki unatoka moyoni. Ina maana wewe ukisha feel beat mistari inashuka. Mistari inashuka. Na vipi ukishafanya ngoma kama hivyo? Na of course nikisikiaga nasikia ni vitu ambavyo vimenyooka. Ni mada ambazo zimenyooka za kuelimisha, za kufundisha, zinazohusu kitu fulani cha msingi. Wewe ukisha zirekodi kama vile unakuja kuzikalili? Nazikalili. Lakini naweza nikarekodi kwa sababu nakuwa nachana sana. Mistari inakuwa ni mingi. Naweza kukuta nyimbo moja, verse moja, mistari ni mingi sana. Kwa hiyo ninapopata nafasi naisikiliza ndani ya muda mmoja tu mara mbili nishaikalili. Kwa sababu ni ngoma yangu haiwezi kanipiga chenga. Wiz yuko tofauti sana kama nilivyowaambia. Bana Wiz, kuna ngoma yako inaitwa ni waongo wao. Ni waongo. Ile ngoma wewe unaikumbuka verse? Kwa sababu ni freestyle lazima imefanyika pia. Verse naikumbuka. Hebu tuchapie hata verse moja ambayo, na hii verse unayoisikia hapa
ni freestyling ambayo Mchizi aliingia studio, ka feel beat, afu yeka freestyle. Sasa hebu msikilize Wizzy. Ape mic. Ni waongo kama jimama, ni waongo wanapenda madrama, ni waongo wamekaa kuniandama, ni waongo wamekaa vikundi vya chama, sometimes wanaga profession, sometimes wanaga hata issue, sometimes wamekaa na bibi zao wanakaa wanaongea mambo sio ya kwao. Kwanza ukifika kwao wako wengi, sometimes unakuta na makingi wamekaa wanaga hata shilingi KKKK icos hapo kwa walipokaa wa moki, kutanzima wamekaa wangoki, wamachizi fulani wadodoki kwa ntaga maza fake. Yeah, Wizzy. Bana Wizzy ni mnoma sana. Wizzy ni mnoma sana. Na ulichokisikia hapo ni freestyle ambayo ilifanyika studio, ikarekodiwa, ilivyomaliza ikakaliliwa na ikafanywa video pia, ikawa nyimbo official. Mimi natamani siku moja nikuone kwenye Aznas Link Cyphers kwa sababu Aznas imekuja kuinua vipaji vipya na vikali kama ulivyokuwa wewe. Kabisa. Ulivyokuwa tofauti. Ndio. Vipi ukipata nafasi kushiriki katika Aznas Link Cyphers wewe? Niko vizuri sana, nina uwezo mkali. Yaani wakifu mimi natisha. Yaani ukiniwekea beat blaza yote, anayekaa mbele yote. Yaani ukifumi mimi natisha, muziki wangu unafuatia beat. Kwenye freestyle kama hivi kwenye kapela kawaida. Nachana. Yeso mbeo kunta na hasira utakimbia. Kwa hiyo beat ndio utakimbia zaidi. Nakubali Wizzy. Yeah, ndo kama. Yes, bana ilikuwa ni poa sana kupiga story. Bana kabla sijaondoka Wizzy ni kuachie, unajua Aznas pale sisi tunafanya vitu tofauti na kodi kama hivi. Sisi tunafanya printing, tunafanya designing, tunafanya embroidery, branding, unajua photography, pale tunapiga picha kali za Kinyamwezi, lakini pia tunafanya photography, videography, au sio? Video tunashoot pale na machupa yote ambayo unayaona pale Aznas. Yupo mnyama mmoja anaitwa Director Kento Kenji, anakinukisha kinoma. So karibu sana, mimi nakuachia wewe. Unaweza ukafika pale ukatengeneza tuzo, ukaprint matisheti, makofia, hii nakuachia wewe. Ili ubaki kuwa kama ambassador, si ndio? Pamoja. Bana Wizzy, mimi nimeenjoy kupiga story na wewe. Pamoja ndio siku nyingine unapotoa kazi mpya na mimi nitafika, tutakuja katika media moja kwa moja kuitambulisha. Sasa hivi una kazi mpya inaitwaje kabla sijaondoka? Sasa hivi na kazi mpya inaitwa Attention. Inaitwa Attention. Attention. Na yenyewe umeifanya kama freestyle, si ndio? Ile ilikuwa ni freestyle, sema nilifanya kama collab. Maana nilipita mwenyewe yote nzima. Kuna mtu alivyosikia akaomba tuifanyie collab. Kwa hiyo tukaje tukaimaliza kwa collab, tukamaliza na kushoot. Ipo YouTube, ipo katika platform zote. Wanaandikaje? Kiandika tu Wizzy XL Attention. Unapata list ya ngoma zangu zote ambazo zipo katika platform. Nakubali sana Wizzy. Yeah. Bana mimi nikuache uendelee kupiga mitikasi, sisi tuendelee kupiga story mtaani. Watu mwasimamisha sana mlangoni wanashindwa kuingia kununua. Yeah, pamoja hamna shida ndugu. Bana thanks for your time. Bana hii ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the Baddest Rahe, presenter steering Mnyamwezi nilobaki mjini. Leo nilikuwa mitaa fulani ya Karume, nimekuja kumcheki mchizi wa kuitwa Wizzy XL ambaye anafanya rap, anafanya muziki fulani wa tofauti. Nilimuona kwenye Aznas Chimbo Link, au sio Pale ndipo alikuwa anaumiza na nikaona nifike kupiga naye story. Behind the camera naitwa Director Kento, mimi naitwa Chumvi the Baddest Rahe, presenter steering Mnyamwezi nilobaki mjini. Of course, endelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kuzipata habari zote kuntu kale ambazo tunakuwa tunazitoa hapa Aznas Media. Kwa Instagram usiache kuifuatilia Aznas Media, Aznas_media, lakini usiache kufuatilia Aznas_awards ili uweze kuzipata zile habari ambazo zinahusiana na tuzo za Aznas Africa Hip Hop Awards ambazo zinafanyika mwaka huu Tanzania, na itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Of course tunafanya printing pia, ukipita pale Aznas_printing utaweza kuona kila ambacho kinafanyika pale bana. Behind the camera Director Kento, tunaendelea kupiga story na watu mtaani. Bye bye for now. Aznas Media.